بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitoe maamkizi yaliyokuwa bora, maamkizi ya ahlul janna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa, kabla sijaingia katika darsa, ningependelea wote kwa pamoja tusafiri na tuingize yakini zetu, tujaddid na turenew nia zetu kwamba hapa tulipo tupo katika ibada. Hakuna ibada iliyokuwa kubwa kama kujifunza dini, na tunajifunza ili kuelekea kwenda kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo tumeikusudia. Kwa hiyo kama ulikuwa umetoka nyumbani umekuja kwa nia ya kuja kusikiliza semina, ukaona kama unakuja kutekeleza tu wajibu wa kawaida, basi ndani kwanza ya moyo wako ujione kwamba umekuja kwa ajili ya ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema hawajapatapo kukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wanafundishana mambo yanayohusiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa huwa inashuka rehma na utulivu na huwa wanafunikwa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwamba hapa tulipo tutakuwa ni katika wale ambao wanatajwa katika vikao vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mbingu yake huko ya saba. Kwa hiyo tuchukue tahadhari hii kwamba tujione tuko katika ibada, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Kama hukuweka nia, basi huenda ukawa umekaa hapa kuanzia saa 7:30 mpaka 9:30 ukapata maelekezo yako ya kiibada, lakini ukawa haupo katika kuiwekea nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la pili, ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi njia ambazo tunazopitia za kuelekea katika kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azijalie tuweze kuzifahamu vizuri. Baada ya kupata haya maarifa, tuweze kwenda kuya-apply, kuweza kwenda kuyaweka katika reality ya kule ambapo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala panapomajaliwa atatutia nguvu na taufiki ya kuweza kuyatekeleza. Kwa hiyo tuone kwamba tunasoma, lakini mwisho wa siku tunakwenda kufanya practical, si kwa maana theory tupu. Na mara nyingi tunasisitiza kila mmoja wetu aweze kuelewa, si kwa maana kwamba tunakuja hapa wengine wawe ni tegemezi wa wengine. Kwa hiyo toka mwanzo huwa tunatoa tahadhari ya kwamba kila anayekuja katika darsa akusudie kufahamu na kuelewa na kwenda kuweza kutekeleza, pamoja na kwamba kutakuwa na viongozi wetu kina Sheikh Rajab, kina Sheikh Beka, kina Sheikh Uthman, wataweza kuwa na sisi bega kwa bega kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada yetu.
lakini katika kuchukua tahadhari, wewe inabidi na wewe ujue nini ambacho unakwenda kukifanya. Yawezekana katika moja ya hangaiko na pirika ukaja kupotezana na viongozi wako katika ibada hiyo, kutokana na wingi wa watu, kutokana na pirika na misukumano. Basi uwe unajua, mimi sasa hivi nimefikia wapi, natakiwa kwa hapa waliponiacha wenzangu nitekeleze jambo gani, alafu baadaye ndio niangalie namna gani nitarejea tulipofikia, ili tusiende tukaharibu ibada zetu. Kama vile sala, imamu yupo mbele, lakini kila mtu utamkuta anasoma Fatiha peke yake wakati wa kurukuu. Angalau imamu huwa anatubeba pale ambapo tunapokuwa tumekosea. Basi pia katika hii ibada ya haji, kila mmoja wetu toka mwanzo aweke nia na azma ya kuja kusoma. Nimefurahi kuona 90% wana madaftari au wana karatasi na peni, kwa maana wanaonyesha utayari wa kuweza kuyapokea yale ambayo yatakayokuwa yanafundishwa. Ofisi imetuandalia vitabu, kutakuwa na vipeperushi, lakini vyote hivi sio sawa na kupokea moja kwa moja. Watakuja mashehe tofauti, utapokea moja kwa moja, ambavyo nahisi utakuwa na hawasi zote, kwa maana unasikia, unaona, unamuona mzungumzaji, tofauti na kusoma kwa kuangalia tu. Ni tofauti zile ambazo watu wa taaluma wanatuambia, unaposoma kwa hisia moja tofauti na unaposoma kwa hisia mbili. Ukisoma kwa kuangalia tofauti na ukisoma kwa kuona, kwa maana yale mapokeo yako yanakuwa ni mengi zaidi endapo utakapokuwa umesoma ukiwa na mapokeo ya aina nyingi. Huu ulikuwa ni utangulizi katika kuwaweka sawa kwamba tuwe makini katika darasa zetu biidhnillah taala. Darasa hizi zitakuwa mfululizo kama ambavyo viongozi wamezungumza, ratiba inajionyesha, na utaona kila siku kila mzungumzaji atakayekuja kuzungumza, sawa na kwamba mada zitakuwa tofauti, lakini atakuwa anayarejea mengi ya yale ambayo mtakayokuwa mmefundishwa katika siku ya kwanza, ya pili au ya tatu, kwa maana kutakuwa na connection ya kile ulichokisoma na kile kinachofuata. Na ndio maana sisitiza usikubali kupitwa, na ukipitwa basi utafute hata pa kusoma au pa kuuliza, ili uweze kwenda na ule msafara kwa uzuri zaidi. Somo letu la leo linazungumzia madhumuni ya ibada ya hija au falsafa ya haji au hikma za hija. Ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada ambazo kuna wakati sisi wanadamu au waja wake huwa tunaweza kung'amua na kukokotoa kwa kujua kwamba kwa nini ibada hii imefaradhishwa, au Mwenyezi Mungu kwa nini ametuletea ibada hii. Au wakati mwingine Mwenyezi Mungu mwenyewe anataja kabisa, nimewaletea ibada hii kwa hikma hii au kwa sababu hii. Lakini kuna wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuletea ibada wala hatuambii kwa nini katuamrisha hivyo, anatuacha tu tutekeleze. Lakini pia hata sisi wakati mwingine tunakuwa hatuwezi kung'amua hivi, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea ibada hii. Tunabaki ya utekelezaji, ya kukubali yale ambayo Mwenyezi Mungu ametushushia, tunayafanyia kazi. Lakini ibada ya hija yapo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja madhumuni yake moja kwa moja, na yapo ambayo kila siku wanadamu wanakuja kuyagundua, wanakuja kuyang'amua kadri muda unavyokwenda, wao kama wao kuona kumbe kuna faida zingine huenda Qur'ani au sunna zake mtume haijazitaja moja kwa moja, lakini kumbe zikawa zinapatikana katika karne na katika generation kila zinavyokwenda mbele. Na zipo nyingine huenda tusizifahamu, wakaja kufahamu wengine watakaokuja baada yetu. Ibada ya hija, kabla hatujajua malengo yake au madhumuni yake,
hija ni kitu gani, kwa sababu sharia inasema ili uweze kukihukumu kitu basi kwanza ukipatie maarifa kile kitu. Leo hii ninapomwambia mtu msikiti wa Kichangani, natoa mfano msikiti wa Kichangani, hapa kuna mambo mawili nimeyachanganya. Nimetaja neno la kwanza mufradi kama msikiti, lakini nimetaja kitu Kichangani. Mtu ambaye hajui nini maana ya msikiti au haelewi nini maana ya Kichangani, alafu ukamwambia semina yetu itakuwa msikiti wa Kichangani, atapata tabu. Itabidi atafute nini neno msikiti, lakini nini neno Kichangani. Lakini mtu huyo akiwa na maneno akajua Kichangani ni wapi na msikiti ni nini, utakapomwambia semina yetu ni msikiti wa Kichangani, moja kwa moja anaweza kuvuta picha na kuelewa ni wapi ambapo anatakiwa kwenda. Kabla hujajua hikma ya hija, sababu za hija, madhumuni ya hija, je, hija yenyewe ni nini? Ukishaijua ile hija ni nini, ndipo ambapo unaweza sasa ukajua kwamba katika hili jambo linaloitwa hija huenda kukawa na faida moja, dhumuni yake ni hii na hii na hii. Al-hajj. Hajj ni neno la Kiarabu. Hajj. Lakini unaposema hajj katika lugha ya Kiarabu ni kukusudia. Hajj kwa Kiarabu maana yake kilugha ni kukusudia. Hapa leo sisi tunapanga wote kwenda haji. Maana yake ni nini? Kwamba tuna makusudio ya kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kutekeleza ibada maalumu. Hadha huwa al-hajj. Kwa lazima uwe na makusudio kama hapa tupo, lakini ya kuelekea katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo iko Maka, lakini lengo lake ni nini? Kwenda kutembea, kwenda kuona? Ni kwenda kwa ajili ya kutekeleza ibada maalumu katika wakati maalumu. Anaweza akakusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kwenda kutekeleza hizo ibada. Mtu huyu ametajwa. Kwanza kabisa tuelewe ibada zozote, iwe haji, iwe saumu, iwe zaka, iwe nini? Wewe haumoja. Naongea na wanafunzi wangu. Iwe swala, asante. Napenda tuwe interactive, tusilale. Si ndio? Ibada yoyote. Nimestaja nguzo zaidi, nguzo 5. Kwa maana ya haji, zaka, saumu, swala. Hizi ibada zote ili uweze kutekeleza lazima kuna masharti yake. Kuna wasifu fulani uwe nao, ndio sasa tunasema huyu anawajibikiwa kufanya nini? Kufanya ile ibada. Tuna ibada yetu ya swala ambayo ni maarufu. Ili uweze kuwa unahitajika wewe kuswali, kuna sifa lazima uwe nazo. Tunaona tunaingia msikitini, tunaingia na watu wasiokuwa Waislamu, hawaingii kwa maana wale hawana wajibu ya kuswali. Mtoto wako mdogo asiposwali, ambaye bado hajakuwa ni mtu wa kukalifishwa, haingii katika ule wajibu. Utakuwa tu unampa mafundisho ya aina fulani kuweza kwamba ikifika muda wake sasa ni lazima na yeye aswali. Tunawaona machizi na wandazibu huko pembeni, tunawaambia wao waje kuswali? Hatuwaambii, kwa sababu hata yale mazungumzo ya yeye kumfikia kwamba wewe unatakiwa uswali hayaelewi. Kwa hiyo ili ibada yoyote uweze kutekeleza, kwanza unatakiwa uwe na qualification zako. Wanasema ahaliya. Hal anta muahal? Je, wewe umekuwa qualified ili uingie katika hili? Ili uwajibikiwe katika hili? Kwa hiyo hata ibada ya hija ina masharti yake ya kumfanya mtu sasa aweze kulazimika kuitekeleza ile ibada.
ibada ya hija ni tashri'un ilahi, yani kwa maana kwamba ni tashrii au ni sharia ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndio ambaye atakayepanga vile vigezo, sio sisi wanadamu kwamba tunavipanga vile vigezo. Yeye mwenyewe ndio anapanga vile vigezo. Sasa wakati anapanga vile vigezo alisema, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wengi wakawa wamejua kwamba ili uende hija uwe na uwezo tu. Hajju baitillahi man istata'a ilayhi sabila. Hii kabla hujaingia kwenye istitaa, hii ni nguzo kubwa. Kwa sababu kweli wapo Waislamu, wapo waliobalighi na wanatamani kwenda hija, lakini hatusemi kwamba nyinyi sasa mnalazimika kwenda hija, kwa sababu hawana uwezo. Mengine wanatakiwa wayafanye, lakini hija wamevuliwa kwa sababu hawana uwezo. Kwa Mwenyezi Mungu wakati anaongea na sisi anajua kwamba hawa ninaoongea nao tayari washakwalifai baadhi ya vitu, walichobakisha ndio nimewekea utofauti mwingine wa uwezo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anatutajia tuweze kuzifanya hizi ibada, alituwekea masharti yake, na haya masharti napenda tuyataje ili uwe ni unawajibikiwa kwanza kwenda haji. Katika moja ya masharti al-Islam, lazima uwe Muislamu. Ibada hizi zinatakiwa, zipo baadhi ya ibada hata kafiri anaweza kazifanya. Mfano ibada ya kulea yatima, ibada ya kusaidia watu, kutoa misaada. Hizi ni ibada ambazo sisi katika Uislamu tunatofautiana naye. Yeye yule atapata faida zake za hapa duniani, lakini kesho kwa Mwenyezi Mungu atakuwa hana kitu, kwa sababu hana qualification ile ya mwanzo kabisa yenye matarajio kwamba yeye atakuwa na Mwenyezi Mungu huko mbele. Kwa sisi kwanza Waislamu, ili tuweze kuwajibikiwa na ibada ya hija, kwanza tunatakiwa tuwe Waislamu. Kwa maana hiyo, kama si Muislamu, wewe huwajibiki kufanya ibada ya haji. Katika masharti, sharti la pili, kuna Waislamu wengi sana lakini hawana taklifu. Wao sheria haiwazungumzishi. Kama Muislamu lakini sheria haimzungumzishi. Al-aql, akili. Kwa sio tu uwe Muislamu bali uwe na nini? Na akili. Unaweza ukawa Muislamu lakini huna akili na una mali. Si wapo jamani? Wengi wana mali lakini akili hawana, na sio kama labda watoto wadogo, watu wazima, lakini Mungu kawaondolea akili. Kwa ana mali yake, ana uwezo wake, ni Muislamu, lakini mtu huyu hahusiki na tashrii' na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu hatakuwa katika wale ambao wanalazimishwa kwenda haji. Kwa hiyo amekuwa Muislamu lakini akili ya kupokea yale maarifa na kanuni na amri za Mwenyezi Mungu hana. Kwa huyu tunamtoa katika wale ambao wanalazimika kwenda wapi? Kwenda kuhiji. Na hata takalifi zingine tutamtoa katika takalifi za saumu. Hajielewi, akili hana, unaweza kumwambia leo funga, akitoka hapo kapita pale anachukua mwogo anatafuna mbele yako. Vipi mwana mbele ufunge? Lakini unajua kabisa huyu hana akili. Unaweza ukamhabibu, ukampendezea tu, kwa unakaa nyumbani wakati mwingine na watoto wetu ambao wamechanganyikiwa, labda ndugu zetu, mama zetu, majirani zetu, tunawaona. Kwa hiyo hawa sheria haiwagusi. Hawatolazimika wao kwenda haji wala kuwajibikiwa haji. Cha kwanza tumesema huyu mtu awe nani? Muislamu. Lakini la pili awe nani? Awe na nini? Na akili.
Akili hii wakati mwingine ndio maana watu wanawatoa wale ambao watoto wadogo. Wanasema watu wasiobalighe hawawajibikiwi kwenda haji. Wanawaweka katika manzila ya kwamba bado hajapata ufahamu mzuri wa kuweza kufanya nini? Kulazimikiwa. Wakati mwingine hata sheria zetu za nchi wanakuambia huyu bado mdogo, miaka 15, 16, lakini sisi hatupimi kwa miaka. Sisi tunapima kwa tamyiz. Tamyiz ni ipi? Je, huyu ameweza sasa kupambanua hili zuri hili baya? Anaelewa? Hichi ndiyo kipimo cha tamyiz. Si kwa maana wewe na miaka 18, yupo mwingine anaingia na bulugh, anakuwa ni baligh, aqil, sasa na miaka 15 tu. Kwa sababu nudhji au ile kukomaa, ukomavu wa akili wakati mwingine yategemeana na mazingira ya mtu anayoishi. Na mazingira hapa sio mtaani, wakati mwingine hata nyumbani tu ni mazingira anayoishi. Waweza ukawa na mtoto wako wa miaka 13, 14, Mungu amemjalia taufiki ya uelewa na kukua mapema kabla ya mtoto mwingine hata miaka 18, 19, 20 bado hajakuwa na nudhji, bado hajakomaa. Kwa zipo dalili si za miaka wa umri kumwambia huyu ndio baligh. Lakini sisi tunasema kwamba albulugh ni aqli na tamyiz. Akili yake na kuweza kufafanua mambo, kuweza kuelewa kwamba sasa sheria inaniambia hivi, kumbe maana yake ndiyo hii, natakiwa nifanye hivi. Huyu tunamwambia ni baligh. Kwa kwanza awe Muislamu, lakini awe na akili. Tatu, awe baligh. Baligh kwa maana kwamba awe na akili na kuweza kutamizi. Lakini pia la 4 katika hizi sharia au katika hizi qualification hizi ambazo zinamfanya mtu sasa awe tayari anaweza kuamriwa kama vipi nyinyi wewe sasa uende haji unawajibikiwa, alhurriya. Mtu kuwa huru. Tukisema uhuru wa hapa si kwa maana uhuru tunaosema hivi sasa kwamba labda hawa bado wako colonized, umeona hawana territorial ile uhuru wa kujitawala. Uhuru wa hapa tunakusudiwa, je, wewe unamilikiwa kama vile ambavyo walivyokuwa wanamilikiwa zamani watumwa katika biashara zile, kwa maana kwamba labda watu wametekwa katika vita vya Kiislamu, anakuwa hivi mtumwa. Ule ndio uhuru, kwa maana yule anakuwa ni tegemezi wa yule aliyekuwa juu yake, sayyidi wake ndio anamhukumu. Huyu hapa halazimiki, kwa sababu mambo yote yeye mwenyewe kwanza anamilikiwa. Kwa hiyo hatakuwa na uwezo wa yeye kusema kwamba mimi sasa Mungu anipe amri au aniamrishe mimi lazima niende hija. Yuko chini ya mtawala wake. Si ya mtawala wa kisiasa, ni mtawala wa kumiliki. Nadhani zamani walikuwa wanaitwa vijakazi au watu wa aina hiyo. Kwa maana zamani, sijui kama hivi sasa kuna system hiyo. Kama kuna nchi bado zipo hizo, sina uhakika. Lakini linaguswa hilo kutokana kwamba ni elimu ambayo watu wanatakiwa waifahamu. Japo mambo yalikuwepo kipindi hicho, kwa hiyo walikuwa wanayagusa wanawazuoni. Lakini kwa hivi sasa sidhani kama lipo hilo jambo. Kwa hiyo baada ya hurriya ndio linakuja lile swala lingine, al-istitaa. Uwezo wa hapa ni uwezo wa mwili, uwezo wa mali, uwezo wa pia wanasema uwezo wa kimazingira. Unaweza ukawa na uwezo wako wa mali, pesa unayo ya kununua tiketi, ya kukata hoteli, ya kufanya nini. Ukawa na uwezo wa nguvu, kwa maana naweza kwenda kufanya tawafu, naweza kwenda kukaa Arafa, naweza kwenda kutupa mawe, na uwezo wa kuchinja, pesa nayo. Lakini ukawa huna uwezo wa wewe wa kufika salama katika sehemu unayokwenda, kwa maana kukawa na kikwazo. Mfano wa hivi sasa tukasema wa karibuni, mfano kipindi cha corona. Watu walikuwa na uwezo wa mali, walikuwa na uwezo wa nguvu zao, lakini walikuwa hawana uwezo wa kuyakabili mazingira ambayo yapo katika ulimwengu wa kuweza yeye kumfanyisha kwenda kufanya ile ibada.
kwa maana anazuiwa kimazingira ya afya yake, anaweza akawa anataka kufanya ibada akaenda kupata matatizo mengine. Lakini wakati mwingine pia uwezo wa amani, unaweza kuwa unataka kwenda haji lakini katika nchi yako ili kutoka ukashindwa, vita vimepamba moto, uwezo ukasema mimi na riski maisha yangu na panda tu ndege hata kama ningetunguliwa hapa katikati ya Ethiopia madam nakwenda kwenye haji. Khudhu hidhrakum, hata kama unakwenda kwenye jihadi Mwenyezi Mungu anatuambia chukueni tahadhari, msiende tu wote kwa wakati mmoja. Anfiru thubatin au infiru jami'an, nendeni taratibu au wote kwa pamoja, tutegemea na mazingira. Kwa hiyo hata sisi wakati tunakwenda kutengeneza au kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatutakiwi kuwa tunakwenda bila kuangalia awaqib, bila kuangalia at the end kutakuwa na kitu gani, mwisho kukoje. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja wakati anawaambia watu wanaokwenda kufanya ibada ya haji, aliambia watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa, kwamba chukueni vitu ambavyo vitawafikisha. Leo tunatoka hapa, tunatoka na pocket money, angalau mkurugenzi ametuambia kwamba chakula kule kipo, sehemu ya kulala ipo, shalipia, lakini bado unakuwa na tazawadi yako, una zadi yako. Unaweza kusema leo nimechoka tu bwana, babu wako mimi siutaki, naenda kutafuta kabisa. Mimi bwana maji yako haya leo yanaonekana ya chumvi ya Zamzam, nakwenda kutafuta maji mengine. Zote hizi ni zadi, lakini zadi iliyokuwa bora ni ya ucha Mungu. Kwa katika zadi hizi si kwa maana mtu akaangalia pesa yake tu, zadi kuangalia je ana uwezo wa kufika. Na ndio maana hivi sasa katika moja ya mambo ambayo anaambiwa mtu anayekwenda kufanya haji, moja ya zadi yake, ukiangalia ili upate visa unaambiwa ukatiwe bima, si ndio shehe? Una bima inakatwa, kwa maana waweza ukaenda kule ukafika kule ukaumwa, lakini tayari una bima yako ya takafuli pale, utaenda kutibiwa. Hizi zote ni zadi, lakini zote hizi ni katika moja ya kuangalia ile istitaa yako ya amani yako, ikiwemo afya yako, ikiwemo akili yako, zikiwemo mali zako unazotaka kubeba kwenda nazo, kuna usalama wa aina gani. Na ndio maana mwisho kabisa katika moja ya masharti waliokuwa wameweka watu wa sharia, wakasema kupatikana muhrim. Kupatikana muhrim, yani kumpata mtu ambaye atakuwa analinda, ataweza kuitunza heshima yako wewe mwanamama. Baba yako uko naye, kaka yako, si ndio? Mwanao ambaye amekuwa tayari mkubwa. Hawa baadhi ya mashekhe na baadhi ya watu wa sharia wakasema lazima apatikane muhrim. Yote katika kulinda zile asasi tano za kisharia, kwamba sharia inakulinda mali yako, sharia inakulinda akili yako, sharia pia inalinda moja katika vitu muhimu, ni vile vitu ambavyo vinasema kwamba ni heshima yako. Na katika hili tutakuja kuzungumza namna gani sharia baada ya kulinda mali yako, akili yako, afya yako, inalindaje heshima yako katika kipindi hichi cha haji. Kwa hiyo tunaotakiwa kwenda haji, au wale ambao tunakusudiwa kwenda haji, ibada ya hija ndiyo ibada ya namna hiyo. Lakini yupi ambaye anatakiwa aweze kwenda haji? Ni yule mtu ambaye amekidhi vigezo kwamba amekuwa ni Muislamu, lakini baada ya kuwa Muislamu amekuwa ni ana akili. Hatumlazimishi mtu ambaye hana akili kwamba lazima uende haji, hata kama ana mali, si ndio? Hata kama ana nguvu za kwenda kufanya tawafu, tunamwambia we haupaswi. Na sio mchukulie hela yake ukamwambia mimi naenda kukuhijia. Kwanza tayari haimuhusu uchukue hela yake ya nini? Ukamwambia bwana, kwa sababu huyu anakaachiwa mali na wazazi wake au na baba yake nyingi, pamoja na kwamba ni chizi, wacha mimi nichukue tu hela yake nikamfanyia haji. Inakuwaje? Ndio kula mali hizo bighairi haki. Wapo ambao wanatakiwa waweze kuhijiwa wakiwa na mali zao, kwa sababu tu afya yao haiwezi kuwafikisha, umri wao wamechoka, umeshaona. Hawa ndio, au wamekufa
wakati wamewajibikiwa na haji lakini hawajakuwa nacho. Wewe ukiwa kama mtoto wao au baba yake mtu, basi unasema kwa sababu kwamba hajapata kufanya kipindi kile na mimi ninacho, au amekiacha hajapata kwenda. Hapa sasa tunaweza kusema huyu tunapasiwa sisi kumfanyia ibada hii. Kwa hiyo baada ya Uislamu wako, baada ya akili yako, lakini lazima uwe mtu ambaye umebaligh, umefanya tamyiz. Anaweza akaenda haji mtoto mdogo asiyekuwa baligh, lakini haji yake ikakubaliwa kwamba kama ibada, kama anavyoswali, lakini haidondoshi ule wajibu wake atakapokuwa tayari amekuwa sasa anahitajika kufanya ibada ya hija. Ukasema kwamba huyu alifanya kipindi cha utoto wake. Hapana, kipindi kile anafanya alikuwa hajawajibikiwa katika hilo swala. Kwa hiyo pamoja na Uislamu, pamoja na akili, pamoja na bulugh, lazima pia tumesema la tatu awe nini? Amebaligh, awe huru, awe na uwezo. Asante. Vyote hivi ni vitu ambavyo ukiangalia sheria kiujumla haijaja kumuumiza mwanadamu. Sheria haijaja kumuumiza mwanadamu. Laiti ingekuwa hata asiyekuwa na uwezo lazima naye aende hija, ingekuwa ni taklifa ambayo Rabbana ma la taqata lana bihi, la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Mungu hawezi kutubebesha yale ambayo hatuna uwezo nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna baadhi ya maeneo ametaja wazi. Ametaja wazi kabisa kwamba ibada ya hija tumeianzia kwa ajili ya hili. Wakati Ibrahim alayhi salam, Nabiyullah Ibrahim, mtume wa Mwenyezi Mungu huyu, ambaye alikuwa yeye na Nabiyullah Ismail wakijenga ile Kaaba, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Ismail, cha kwanza kabisa walimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hawa watu walikuwa wanajenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, nyumba ambayo watu watakuja kuifanyia ibada kwa amri ya Mwenyezi Mungu, lakini bado walikuwa na wasiwasi, tunaweza tukakubaliwa? Yani hili jambo letu tunalolifanya Mungu atalikubali? Wakaongeza wakasema, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Leo sisi tunaotaka kwenda haji tunazo hisia za namna hii. Tunakwenda kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini hapo tunaweza kusema kwamba ibada nakwenda kumfanyia Mwenyezi Mungu, namna gani najiandaa ili nipunguze makali fulani ambayo huenda yakanitoa mimi nje ya ibada, ambapo nikapata mapungufu fulani Mungu akawa hajaikubali. Kwa sababu kuna kutimiza wajibu na kuna kukubaliwa. Tunaelewana hapa? Tumetoka kuswali salatu dhuhuri, si ndio? Tumetimiza wajibu. Lakini baada ya kutimiza wajibu wako umekubaliwa, hii ni daraja nyingine. Wakati tunakwenda kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya haji, tuwe na akili hizo kwamba tunakwenda, Mwenyezi Mungu aliwaambia watu wake waweze kufanya hivi. Lakini kikubwa cha kwanza kabisa tunachokwenda, Mwenyezi Mungu alisema, wa'adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Kwamba watangazie watu swala zima la kuja kufanya ibada ya hija. Ukisha watangazia, wakati wanakuja, yatuka rijalan, watakuja watu wakiwa wanatembea, watu wa maeneo ya karibu wanaoweza kupafikia pale kwa mwendo. Lakini wapo wengine watakuja kwa vipando kutoka maeneo tofauti. Kubwa Mwenyezi Mungu ametaja katika moja ya madhumuni ya hija, akataja watu wa lugha waliosoma Kiarabu
Yani ukisema kwamba jitu li ataallama, nimekuja ili nijifunze, Mwenyezi Mungu amesema hao wote liyashhadu, ili waje kushuhudia manafi'a lahum, manufaa kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu hajasema mje muione Kaaba, mje mjiwane. Liyashhadu manafi'a lahum, ili waweze kushuhudia manufaa yatakayorudi kwao wao wenyewe. Hapa Mungu ametupa homework kubwa sana. Kama ni kazi ambazo tunasema kwamba wanatoa walimu, basi hii ni essay. Tunazijua zile essay, kwa maana ni kazi ambayo haina jibu la yes no. Utakapokuja wewe na ile atiko yako na utakapoweza kuitetea, basi hiyo ni manafi'a lahum. Kuna mtu anasema mimi nakwenda hija, pamoja na kufanya ibada ya hija nitabeba maji ya Zamzam, nitakuja kuyauza pale Kariakoo na duka langu la dawa. Sawa jamani? Ametekeleza hija, lakini yashhadu manafi'a lahum. Wewe unayekwenda kula samini nitarudi na maabaya yale quality kabisa. Umekwenda kutekeleza ibada yako, umerudi na maabaya yako, liyashhadu manafi'a lahum, utauza. Wewe unayekwenda hapa, unaondoka, unakwenda ukafika kule ukakutana na mtu, ukajenga naye relation ya kibiashara, ya kisiasa, ya kitamaduni, kwamba utakwenda kutembea kule, liyashhadu manafi'a lahum. Wewe uliotoka hapa ukaenda kule, ulikuwa unafanya ibada za kishirki, unamshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini baada ya kutoka kule ukarudi ukasema mimi basi, liyashhadu manafi'a lahum. Kila mtu atayaona kwa aina yake. Manufaa ya hija na madhumuni ya hija ni makubwa sana, ambayo mtu anaweza akaandika. Kuna watu wanaweza wakaandika vitabu, kuna watu wakaandika research ya mabuku na mabuku, watu wamepata PhD. Kila mtu atakuja na vile vitu ambavyo atakavyoviona. Mungu kaacha wazi. Kwa hiyo sisi tunaweza tukangamua baadhi. Leo mimi nikaja nikazungumza baadhi ya maeneo, akaja mwingine akazungumza manufaa au madhumuni ya hija ambayo hata hujayasikia hapa mbele yangu. Kila mtu kwa namna ambayo atakavyoweza kutupa ile ndoano yake. Mwingine ndoano yake fupi, hata mwingine ndefu, wa hakadha. Hivi leo tunakwenda haji. Unapofikiri wale watu ambao wana majumba kule Maka, hawa watu wanataka hija ikwame hata mwaka mmoja. Manafi'a lahum. Kipindi cha corona watu wengi sana walipata hasara kule. Hawajakodisha majumba yao. Pale wakaja kujua kabisa manafi'a ya haji yameondoka kwao. Hata sisi taasisi tunafanya huduma, lakini tunapata manafi'a. Siku tukiwakosa nyewe, hawapo mahujaji, hakuna manafi'a. Anayetoa sadaka yake ili wewe uende haji, kama hiyo haji haipo, yale manafi'a ya thawabi yake yeye hayapati. Kwa hiyo madhumuni ya haji ni makubwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia moja kwa ujumla, akasema liyashhadu manafi'a lahum. Katika haya manafi' mbele katika hii aya Mwenyezi Mungu amesema wayadhkuru smallahi. Kwa kaonyesha kwamba pamoja kuna manafi' mengi sana, lakini kikubwa zaidi ni utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayadhkuru smallahi. Tunaweza tukawa tunamtaja Mwenyezi Mungu tukiwa majumbani, tukiwa misikitini, lakini haji, katika kila jambo utakalokuwa wewe unalifanya katika ibada ya haji, basi kikubwa kabisa ni utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulimi wako utakuwa kila wakati unaweza kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Mawazo yako na akili yako kila wakati yatakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa cha kwanza kabisa katika manufaa, katika madhumuni, objectives ambazo zinakwenda katika kuifanya ibada yetu ya haji, tuweke la kwanza kabisa dhikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda kuhuisha utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
liyadhkuru isma Allah. Mungu ameitaja kwa bold line. Peupe unapaona kabisa, ukiangalia hii aya unaiona kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amesema kabisa twende tukaangalie manufaa yake, lakini katika manufaa haya kubwa kabisa, wayadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat. Tumtaje Mwenyezi Mungu katika siku au masiku maalum, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mwenyezi Mungu ameturuzuku vitu vingi, miongoni mwavyo ni kuturuzuku wanyama ambao tutakwenda kuwachinja kwa ajili ya kutaja utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hata kama unakwenda kuchinja kule, basi unachinja ukimtaja Mwenyezi Mungu. Hata unapokwenda kutupa mawe, tunaambiwa tuseme vipi? Vitabu bado tutaulizana wiki zijazo. Tunakuja hapa kukumbushana. Lakini nimesema vitabu hivi tutakapokuwa tumepewa, wewe tumia kuvisoma, uwe umemtangulia mwalimu. Sawa jamani? Umtangulie mwalimu anayekuja kufundisha. Ili wakati anafundisha mwalimu, wewe kama una revive tu na unakuwa umeshajenga tayari namna ya kuweza kuja kuweka maswali yako, wapi sijaelewa. Uende mwalimu akapita akakuelewesha, ukawa swali lako limekwisha, au hajakuelewesha. Lakini ukija kupokea hapa moja kwa moja kwa mwalimu, unakuwa huna ule wakati wa wewe kusynthesize yale mambo, kuyafikiria na kukotoa na kuweza kuuliza. Sisi tunakumbushana. Kwa hiyo la kwanza ni utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote utakapokwenda. Watakapokuja kufundisha wote, awamu zote za matukio ya haji, kila atakayekuja kufundisha atakwambia lengo hapa tukutaje Mungu, hapa tunamtaja Mungu, hapa tunamtaja Mungu. Kwa hiyo madhumuni ya jumla ya hija tumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dhumuni la pili katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile kwenda kuonyesha wewe ubudia yako. Yani kwenda kujiweka kwa Mwenyezi Mungu, sasa mimi ni mja wako. Na ndio maana tunakuwa tunakaa kila tunapotaka kuondoka hapa, tuna wimbo wetu ambao utakuja kuusoma baadaye. Labbaik Allahumma labbaik, kama amekuita unaitikia naam. Ukiitwa mahakamani fulani bil fulani, ndio hakimu. Natikisha na kichwa kabisa. Kwa Mwenyezi Mungu sasa wewe kuanzia huku unaitikia. Ibrahim aliambiwa waite, unaonyesha unyenyekevu wako. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Tunaonyesha kwamba sasa hatuna ushirika, wewe Mwenyezi Mungu uko peke yako. Innal hamda wan ni'mata wal mulku. Vitu vyote hivi, neema zote hizi, usifiwa, kushukuriwa, kufanya vyote hivi na vileta ni vya kwako ya Allah. Kama huko nyuma nilikuwa nakwenda kutoa shukurani kwa vinyamkera vyetu vile. Kama huko nyuma kulikuwa tuna kiti, tunakwenda bana kiti kaamua hivi, tunabidi tumchinjie. Kama huko nyuma tulikuwa na booster zetu tunazivaa. Wakati sasa unakwenda kwa ajili ya haji, unajiandaa, hivi vyote unavitoa. Si unaitikia mwenyewe? Labbaika la sharika laka labbaik. Hauna mshirika wewe, ni wewe tu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka. Vyote unarudia mara mbili mbili. Sasa isiwe unaenda kuvitaja, unaimba uwimbo alafu matendo yako na moyo wako ukawa bado unapambana. Huko nimesema labbaika, lakini hichi kweli nitaweza leo kulala bila hichi? Hebu nijaribu. Hapo sasa tunakuwa sio madhumuni yetu ya kwenda kwenye haji. Madhumuni yetu ujiokoe, ukirudi na wewe umuokoe alikuwa karibu yako, kweli ufungamane na Mwenyezi Mungu. Usirudi wewe tena alhaji umekwenda madhumuni unayajua ndio haya, alafu unarudi ndio unakuwa kupitiliza. Huyo haji ni nani? Watu wanashangaa, hii haji imevamiwa. Basi haji haina kitu. Tunawaona leo watu wanakwenda haji, wanakwenda umra, wanachezea hizi mashairi za Mwenyezi Mungu. Tunawaona. Sasa tusiwe katika hao kwamba tunapotoka kwenda kule tujue basi sisi tunakwenda kwa ajili ya kuonyesha ubudia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na kwenda kule ili ni upate uabudia, basi nisiwe na kinyongo na mwenzangu. Wakati naondoka hapa niache mambo yangu yakiwa mazuri. Wakati nafanya hivi nisichukue kitu cha mtu cha kwa njia za haramu. Niwe katika
ile strategy yangu iwe hivi, logistic yangu nitakayopita iwe hivi, kwa sababu nahitaji hapa. Kwa hiyo ubudia kwa Mwenyezi Mungu tuionyeshe, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Ibrahim, wanaokuja hapa katika hii nyumba, alla tushrik bi shay'a, wasinishirikishe, watahhir baiti, isafishe nyumba yangu. Na kusafisha hapa si kwa maana ya kwamba anasafisha kuyatoa masanamu tu yanayoonekana. Ibada zote ambazo zitakazokuwa zinafanywa kinyume na Mwenyezi Mungu zinabidi zisafishwe pale, ziondolewe. Watahhir baiti, kwa ajili litaifina walqaimina waruk'i sujud, watakaokuja hawa kwa ajili ya kufanya hizi tawafu, kwa ajili ya kukaa visimamo hapa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, watakaokuja hapa kwa ajili ya kutarakai, watakaokuja hapa kwa ajili ya kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakute mazingira yenyewe haya tayari yako, wanasema conducive, yako tayari, yanaweza kuwafanya watu wahisi kwamba kweli hapa nakuja kufanya ibada. Asije mtu akakuta mazingira haya hayavutii, yanamtoa mtu kutoka hapa anarudi tena kule kule alikotoka. Sheikh bana, huku tunakuelekea sijakuwa tayari, si ndio? Sheikh, si bado kuna nafasi ya kufuta visa? Bana, mimi bana, utayari huu, haya madhumuni mimi sina, siko tayari. Nakwenda kumwambia mkurugenzi, bana futa bwana. Basi mkurugenzi anafuta, anatafuta mtu mwingine aliyokuwa tayari, anamweka, kwa sababu nafasi zimejaa, si ndio Sheikh? Nafasi zimejaa. Na asilimia kubwa taasisi zote nafasi zao nazo wamejaza. Wapo wanaokuja. Leo hii imepigiwa simu Sheikh. Wapo wanaokuja naambia, bwana mwaka huu sisi hatuna nafasi. Labda kwa mwakani, wale walikuwa na utayari wa mwaka huu, kama wewe umeingia tu kwa bahati mbaya na unahisi kwamba siko tayari, basi ni vizuri ukajiandaa. Lakini sidhani kama kuna mtu ambaye amekuja mpaka hapa alipofikia asiwe na utayari wa kwenda kuanzisha chapter mpya kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika vitu vingine ambavyo ni madhumuni na malengo ya wewe kwenda hija, tanqiyatun nafs, kusafisha nafsi yako. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vitu ambavyo alivyokuwa amevikemea alitaja rafath, fusuq, jidal. Hata Mwenyezi Mungu alitaja pale, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hakuna masala ya uchafu, mahusiano maovu, mwingiliano ambao sio wa kisheria katika haji hautakiwi. Wala fusuq. Fusuq ni jamii ya maasi yote, kila aina ya maasi sisi tunasema hadha fisq. Kwa imani yako ni matendo yako taratibu. Imani yako itadhihirika kutokana na matendo, kusema huyu sasa ni mu'min kutokana na matendo tunayoyaona. Sisi tutakuhukumu wewe kwa wazi. Tukikuona kila wakati wewe kazi yako uko pale sitting room tu, pale reception, wewe kazi yako kuangalia TV tu, watu wanakupita pale wanakwenda msikitini, huyu mtu vipi? Kaja haji. Weka hapa na simu yako tu kila wakati wifi, kwa sababu kuna wifi ya bure Sheikh atupeleka. Sasa ngoja WhatsApp yangu sasa, ngoja nipige. Utafika lini kule? Ni mchakato. Kwa hiyo katika moja ya madhumuni ya kwenda haji ni kwenda kusafisha nafsi yako na kuijenga kutoka kwenye mijadala ya ovyo, kutoka kwenye ufuska, kutoka kwenye maasi, ili wewe uwe safi. Kwa hiyo moja ya malengo ujiwekee haya, na haya malengo hayafikiwi bila kuweka utaratibu. Tunasema kila siku, ndio? Ukifeli kuplan, maana yake umefanya nini? Sisi tunazungumza, tunaambiwa kila siku, maana yake umefanya nini? Umeshafeli. Kila kitu ni hatua na mpangilio. Kwa hiyo moja katika malengo na madhumuni ya haji, twende tukasafishe nafsi zetu, tukabadilishe kiamu zetu, tukabadilishe maadili yetu, tukabadilishe mienendo yetu. Ukirudi leo au kaambiwa hajjati fulani, basi hata katika jamii, hata kama watu watakushangaa, lakini watasema yule ametoka kuhiji, bila wewe kuambia.
wataona baadhi ya mambo wengi wanayafanya, lakini wewe huyafanyi. Mwisho wataulizana, kwani kuna nini yule bibie? Au bwana siku hizi yukoje, mbona hivi? Waone kwamba huyu ametoka haji, kuna training kaipitia, ndio amekuwa hapa. Lakini kama utarudi sawa sawa na ulivotoka au zaidi ya ulivotoka, kwa maana ya chini, basi watu watakwestion, na hawatawi question haji. Sio kwamba haji ni kwa sababu inawezekana katika wale ukwenda watu 100 au 50 wewe peke yako ndio ambaye hujafanikiwa. Tunatakiwa sisi tukaziheshimishe zile shaira za Mwenyezi Mungu, kuanzia kwenye tawafu, kuanzia kwenye ihram, utakapokuwa unaingia kwenye nia ya kwenda kuhirimia hija, ya kwenda kuhirimia umra, kuna baadhi ya mambo unayaacha. Haya yote unayaacha kwa ajili tu ya kuheshimu Mwenyezi Mungu, mipaka yake aliyokuwa ameiweka. Unaacha nguo zako za maana, unavaa ihramu, una nyumba yako, una hoteli yako, lakini unakwenda kusimama katika sehemu ya jangwa, katika sehemu ambayo hata godoro lake ukiwa nyumbani hulali, hata mgeni humpi, hata mtoto wako huwezi kumwambia leo lala hapa, lakini wewe utakwenda kulala. Wewe utakwenda kulala, hujalazimishwa, lakini mwenyewe utakwenda utakaa. Unakwenda kupambana na watu, unakwenda kutupa mawe tu. Sasa kama hujaadhim shaira za Mwenyezi Mungu, sasa mimi natoka hapa, unatembea labda kutoka hapa mpaka Manzese urefu wake au zaidi kwa miguu yako, unakwenda kwa ajili ya kuchukua vijiwe tu 7 au 14 au 21 unaenda kutupa pale. Kama hujavuta hisia, kwa nini nafanya hivi? Kulikuwa kumetokea matukio gani mpaka yakafanyika hivi? Kumbe nikifanya hivi na kuwa nakumbuka jambo fulani. Tuadhim sha'air Allah, unaziadhimisha hizi alama ambazo Mungu ameziweka. Sasa kwa nini sisi kwa Mwenyezi Mungu tusipokee? Walillahi almathalul a'la. Kwa Mwenyezi Mungu mifano yake ndio mikubwa kabisa kuliko hata mifano hii tunayopiga sisi. Wewe tuwe na utayari wa kwenda kuziadhimisha na kuzitukuza hizi alama ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezipanga. Lakini katika mambo ambayo tunatakiwa tuyajue kwamba katika malengo ya ibada ya haji ni kule kukusanya, au tuseme kwamba kuto kuyapuuza maisha ya dunia. Tunakwenda kwa ajili ya ibada ya akhera, lakini Uislamu umefanya balance. Kama alivyoambiwa Qarun, aliambiwa tumia mali yako hii, si ndio, kwa ajili ya akhera, lakini pia wala tansa nasibaka mina dunia. Na ndio maana Uislamu sisi hautaki zuhudi ya moja kwa moja. Yaani ukawa wewe kazi yako nguo chafu, kanzu imechanika. La. Uislamu unampenda mtu awe katika tawassut, awe kati na kati. Asiwe mtu wa kutumia kwa israf, wala asiwe mtu wa kujinyima madamu anacho. Aende katika level ya kati na kati. Kwa hata wakati dini yetu inatufundisha, inatuambia kwamba tujali dini yetu, at the same time tujali dunia yetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anatuambia hii ibada ya haji, alituambia laisa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kwa maana hata kama mtakapokuwa mmekwenda kwa ajili ya ibada ya hija, hakuna ubaya wa nyinyi mkawa mnatafuta fadhila zingine, yale tuliyozungumza mwanzo. Lakini hapa tunapenda tutoe angalizo. Pamoja na kwamba Uislamu umeamua ufanye biashara, Uislamu umeamua uingie mikataba, lakini usiwe lengo lako mama ukalipoteza kwa ajili ya kuongeza kitu kingine. Lengo kubwa tunalokwenda kwa ajili ya haji ni hii ibada. Sasa isiwe ibada yako hujaitimiza, wewe unakwenda kufanya mambo mengine. Kwa mfano, wakati mwingine tunawaambia watu mfano siku za kuondoka, nendeni mkafanye tawaful wadaa, nendeni mkaage. Mtu anaweza baada ya kwenda kufanya tawaful wadaa akamwambia mimi nakwenda kwanza kununua mitandio yangu, sijui nikachukue na hichi kwa ajili ya zawadi na hivi na hivi. Haujakatazwa. Sawa jamani? Lakini lengo lako kuu uliloliendea ni lipi?
ndo la kiibada. Likitokea lengo la kiibada, mengine yaweke pembeni. Viongozi walikupa kanuni, walikupa miongozo ambayo hata kama utataka kufanya hivyo vitu kuna kiasi. Kwa hiyo dini inaruhusu kufanya haya mambo, lakini pia kuna sheria na kanuni za nchi, kuna sheria na kanuni za taasisi. Kwa hiyo haukatazwi, bali dini imebalance katika haya, na ndio dini ambayo nyepesi. Laisa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin naam fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Baada ya hapo, hili la mwisho ambalo lina katika madhumuni, baadaye tutaingia kipindi cha kama maswali, maelekezo nini. Rabt ruhul musawa wa ruhul ukhuwa, kujaribu kujenga kuinecha ile familia, kuwekea watu usawa, uadilifu, udugu katika masuala mazima ya hija. Hata tunapokuwa tunaangalia katika hizi ibada za kawaida, mfano labda tukichukua sala, wote tunaposwali, ukisimama wakati unaswali, ukiingia msikitini, mfano ukiingia msikitini, hukagui. Ukishafika kwenye safu pale, unapofika huwezi kuangalia labda anayekuja baada ya mimi ni nani, ili ndio nifunge swala. Aliyekuja hapa kavaa jinzi, kavaa kanzu, kavaa kofia, umeshaona? Yani humwangalii yule mtu ambaye unayekuwa naye karibu katika swala. Huyu katoka sokoni mbeba mizigo, huyu labda sijui katoka sijui kwenye kiyoyozi kwenye ofisi fulani, huyu sijui katoka kuuza biashara yake tu, sijui labda mishkaki, sijui. Huangalii jambo hilo. Kunakuwa na kitu cha kipekee kabisa. Lakini ukiangalia upande wa pili, hebu niambie, wakati umealikwa kwenye harusi, wakati unakwenda kukaa, na mara nyingi unapokwenda kwenye harusi, unajua watu wote wamevaa vizuri, kila mtu atavaa vizuri, si ndio? Lakini bado ukifika utasema, bana, mimi siti yangu wapi? Mimi nakaa maeneo gani? Nani sijui ndo VIP? Nani sijui ndo, sijui, umeelewa? Ule musawa, angalau uadilifu upo, kwa sababu tunatofautiana mara nyingi kusema kati ya uadilifu na usawa, jamani. Uadilifu ni bora kuliko usawa, kwa sababu naweza kusema usawa, mimi na Sheikh Kweka yeye mrefu, si ndio? Wote tunataka tufike pale juu. Ukisema tuweke usawa wa vikanyagio vyetu, tanidhulumu. Yeye ukimwekea tu labda kozi ya hapa tu anafika pale. Kimlimona Sheikh Rajab wote amepanda pale, panda hapa ndio atafika. Sasa pale tunatakiwa uadilifu. Ukiweka usawa wote hatufiki pale, si ndio? Takiwa uadilifu, ili huyu afike pale juu nimwekee cha mita ngapi, kiti kinamtosha. Ili huyu afike pale juu nimwekee meza ndio inamtosha. Hapo tunaweka uadilifu. Lakini tukiweka usawa tu tutaumiza. Nadhani kina mama wanajua. Mtu mwenye watoto wawili na mtu mwenye watoto 7, matumizi ya nyumbani yanakuwa sawa? Yanakuwa sawa? Kweli tunakubaliana hilo? Lakini wakati mwingine nataka usawa. Yule kaachwa 20,000 na mimi 20,000. Kumbe 10,000 na kutosha, mwenzako 20,000 hata intoshi. Ana watoto 7. Ana hivi. Kwa hiyo uadilifu na usawa ni vitu viwili tofauti. Mfano tu ina mama atuingie kwenye mada hizo. Tuko kwenye mada ya haji. Kwa hiyo sisi tunapoingia kwenye haji lazima tutambue kwamba tunatakiwa tuweke ule usawa. Na ndio maana utakuta watu wote tunavaa mavazi ya aina moja. Watu wote wakati mwingine tunakwenda katika matukio ya aina moja. Umeshaona? Sawa, wewe ni rais, wewe ni maruhusi, wewe ni kabwela tu, wewe sijui ni nani, wote hapa wote hapa. Kuna mtu kipato chake kama mwezi 500,000, kuna mtu kipato chake milioni, kuna mtu chini ya 500,000, kuna mtu milioni 10. Lakini tunapoingia katika ibada wote tuko sawa. Hatumwangalie mtu usoni. Zipo heshima zako za aina fulani, ukiwa wewe kama rais, tutakupa heshima zako. Naweza tukakupeleka mbele katika jambo fulani. Lakini katika zile basic za ibada, wote tuko sawa. Hata rais atakwenda kutupa mawe, inawezekana tu akaenda na bodyguard wake wakaweza kumlinda, lakini akifika pale lazima naye atatupa mawe. Sisi tunaelewana? Ruhul musawa lazima viwepo hivi
katika ibada hii ya hija. Kwa hivyo wakati unatoka hapa, usitoke hapa kwa kujiona kwamba I am that person, mi nawia yangu yani iko, ukaanza kujenga kichefuchefu kuanzia hapa unakuwa tayari ushakosea. Yani ushapotea. Wewe kuanzia hapa jiweke wewe ni mja dhalili. Tena jiweke wewe ndio mhudumu wa wale wengine. Yani mimi ndio nitawahudumia watu. Nafika wakati wa kula chakula kiko buffet pale na waambia wenzangu nendeni. Na watanguliza kuwapendelea wenzangu kheri. Tukijenga misingi hii katika zile mindset zikajengwa hivyo, basi ukifika kule wallahi billahi wewe ndio utakayekuwa yani mbora wao. Khadimul qaumi sayyiduhum. Namkumbuka Sheikh Kweka mkwe wetu yule, alikuwa yeye subhanallah kwa darweshi mmoja, mkishamaliza kula tu yeye ndio anatoka nje na kwenda kuchukua lile fuko jeusi lile, unakumbuka? Yani anakuja yeye ndio ni haji, katoa pesa zake kama wengine, lakini kaamua kwamba yani kaondoka mpaka leo karibu miaka 10 na mzee bado yupo kushafariki. Kishafariki Mwenyezi Mungu amrehemu na atamlipa. Mpaka leo nikikaa nakumbuka. Yani alikuwa hebu acha athari fulani nzuri kwa wenzako. Umeshaelewa? Kuna watu wakifika kule kazi yao, wakifika usiku labda saa 8 saa 9 anapita kwenye vyumba vya watu. Jamani twendeni msikitini. Twendeni msikitini. Tujiandae twendeni kwenye itikafu, twendeni kwenye. Unaacha athari, yani hata wenzako wakirudi utaka kuna mama mmoja bwana Mungu amzidishie. Alikuwa yeye kazi yake 1 2 3. Kuna wengine wakifika kule kazi yao wanakwenda kuwachukulia watu chakula kuwaletea chumbani. Yeye ni haji kalipa kama kawaida. Wallahi. Kalipa, lakini kaona mimi na huyu mwingine huyu mtu mzima au huyu mgonjwa. Sheikh Rajab hataweza kipindi chote aweze kufanya service. Ndio buffet. Lakini wewe ukijitolea ile ruhu taawun, ukajenga kama kusaidiana. Umeshaona kuwa kwamba sisi ni wamoja, wote sisi ni sawa. Ukamkuta mwingine wa kabila nyingine, wa nchi nyingine amepatwa na tatizo, ukahisi kwamba huyu pia ni mwenzangu naweza kumsaidia. Lakini tunakwenda tunakutana na watu pia wakaliba tofauti. Wapo kama sisi tunapeana hizi seminar yote hii kuwajenga watu kwamba wakifika maeneo wasiwe wageni wa aina fulani. Lakini wapo wengine wamekosa seminar kama hizi. Sawa jamani? Unatarajia wewe uliohudhuria ukapewa mafunzo maelekezo kama haya ni sawa na yule ambaye ametoka tu, mfano Mtanzania mwenzako lakini katoka huko ana seminar moja kwa moja, mmekutana airport mnaondoka. Unatarajia mtakuwa sawa? Kuna baadhi ya vitu reaction yake itakuwa mbaya. Nani wa kumsaidia? Ni wewe ambaye umehudhuria na umepata ya mafunzo. Sasa umetoka kwenye elimu na maarifa, unakuja sasa kuyafanyia kazi katika vitendo. Kwa lazima tuwe ruhul mahabba, ruhul musawa, ruhu at-taawun, kusaidiana, kupendana, yote haya kuwekana sawa. Hizi ni moja katika aina za hija. Na ndio maana hata wale ambao waliokuwa wanahiji makafiri kule majahilia, waliokuwa wakitoka katika baada ya kumaliza haji wanakuja wanaanza kusifia. Yani mtu anakuja kisha fanya hija, anakuja pale anaanza ana banu fulani ibn fulani, abi kadha kadha, yani mimi ni fulani ibn fulani, baba yangu alikuwa hivi, uko wangu walikuwa wanafanya tafakhur. Tunasemaje? Wanajimwambafai wanajimwambafai. Mimi nimetokea Ilala. Ile Ilala pale gorofa hivi na babu yangu. Lile pale tumetokea hivi. Ni bwana nimetoka huko Shinyanga chini kama huko sina chochote kwa nalima. Sasa kukawa kunaingia unyonge. Yanaona kutoka huko wanakuja. Kipindi cha jahiliya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia fa idha afattum min arafatin fadhkurullaha kadhikrukum abaakum au ashadda dhikra. Mkishatoka huko nendeni mkamtaje Mwenyezi Mungu kama mlivyokuwa mnawataja baba zenu. Kwa maana walikuwa wanawataja vipi? Wanawataja kwa tafakhuru na kwa kujisifia na kuona wao ndo wakubwa, basi mtajeni Mwenyezi Mungu akiwa ni mkubwa zaidi. Au kwamba mlikuwa mnatumia muda mwingi sana kupiga video hivyo vya wazazi wenu, wazee wenu hivi na hivi, basi sasa mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi kama mlivyokuwa mnataja huko. Kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra.
katika dhikri zilizokuwa nzuri kabisa, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sheikh Rajab ananiashiria kwamba muda umekwisha, saa 9 kamili. Semina yetu ni saa 7:30 mpaka saa 9, ni saa 1:30. Baada ya hapa tutakuwa na mwongozo wa Sheikh Rajab. Kama kuna maswali basi tutoe dakika 3-4-5. Kama hakuna, kwa sababu hili sio darasa la matendo hili ni darasa la kujenga zaidi na kupeana tu miongozo. Darasa za matendo zitakuja ili kwa kama ni mukaddima waweka watu tayari kwa ajili ya kuja kupokea mafunzo ya kwa vitendo na mengineyo inshallah. Niishie hapa, nimpe Sheikh Rajab kwa maelekezo mengine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. Ndio mwitikio Allah subhanahu wa ta'ala ambao tunatarajia baada ya muda mfupi, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya na salama ili tuende kuitikia wito wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Baada ya hapo, bila kupoteza muda, tutakuwa na maswali ndani kama ya dakika 10 au chini ya dakika 10. Kisha toa mwongozo wa kina mama, kama kuna swali lolote tuliandike. Tutanyashiria, tutakuja kulichukua, utampa kwa Halima. Halima sema kwa nini bwana? Halima tunamzungumzia ndio huyo. Kama kuna swali lolote, maelezo yoyote ambayo sana kina mama, unaweza kumwona wote. Ndio huyo hapa. Lakini vile vile katika moja ya manufaa ya haja ambayo Sheikh amezungumza ni kufahamiana. Lazima tufahamiane. Yaani mpaka tunaelekea katika safari yetu tuwe tumeshafahamiana kwamba wewe ni nani, unaishi wapi, unashughulika na nini. Inawezekana mimi naumwa, kumbe kuna daktari. Baadaye ananisumbua, kama nilimwona daktari huyu nikamfahamisha. Mfano mwaka jana tulikuwa tuna daktari kwa Sheloni. Kulikuwa kuna mzee mmoja wana mgonjwa muda mrefu. Katika kuzungumza yule mzee akaniambia, tuko Madina bwana, sisi tuna mgonjwa wetu hawezi wanakaa Arusha, ana maradhi haya. Mimi kwa kuwa nilikuwa nafahamu kwamba ndani ya group kuna daktari tena anahusiana na maradhi hayo, nikamwambia hebu nisubiri hapo. Nikaenda nikaongea na yule daktari naye hapa ni profesa kabisa, kwa hebu niitie wazee nione. Nikawaita nikaunganisha naye, alhamdulillah mgonjwa akapata matibabu na anaendelea vizuri. Kwa katika moja manufaa ya haji ni kufahamiana. Sawa jamani? Inshallah tuende katika maswali, tusirefushe muda. Kama kuna swali. Bismillahirrahmanirrahim. Nilisema katika moja ya masharti ambayo mtu anatakiwa ili aweze kuwa qualified, aweze kwa maana kuwajibikiwa na haji, mojawapo ni kuwa na mahrim. Kuwa na mahrim, essence yake au hikma yake ni nini? Hikma yake ni kwa maana kwamba yule mtu aweze kuwa amehakikishiwa usalama wake wa kiheshima. Ndio essence ya kuwepo mahrim, kwamba mtu asisafiri peke yake, na hasa katika ibada kama hii ya hija, hasa akiwa mwanamama, umeshaona, au ameolewa, au kama ameolewa kwa maana mume wake labda anaweza kusafiri naye kama hivyo, au kama kwa maana hana mahrim, kwa maana anaweza akawa naye mumewe, lakini ndio kama hivi, kwa kesi akashindikana labda mfano kusafiri naye, au akawa bado hajaolewa kwa maana kwamba hana mahrim kwa mume, labda kaka yake hayupo au kitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa kwanza kuelewa kwa nini mtu anatakiwa awe na mahrim. Kikubwa ni kwa maana kwamba upatikane ule ulinzi wa kiheshima kwa mwanamama. Hii ndio essence kubwa. Lakini sasa watu wakawa wamejaribu kukhtalifiana. Hawa tukisema kukhtalifiana kwa maana wanawazuoni wetu, kwa maana Malikia, Shafiia,
Hanabila na Abu Hanifa. Hawa maulama walikhtalifiana, lakini kuna watu waliosema kwamba lazima awe na mahrim ndio aende. Wapo wengine wakasema huenda asiwe na mahrim, lakini akaweza kuondoka na kina mama wenzake ambao ni waaminifu. Yani asiwe na mahrim katika wanaume, isipokuwa anaweza akaondoka na kina mama wenzake ambao ni waaminifu. Wengine wakasema asiwe na mahrim, lakini akaweza kuondoka na kundi ambalo ndani yake kuna uaminifu. Kwa maana hapa, kwa maana kwamba ndio maana sisi tunashikilia hapo kwamba asiyekuwa na mahrim asiondoke peke yake, awe na watu ambao kwa maana kwamba yaonekana kwamba anaweza kuhifadhika ile heshima yake. Hilo ndio kubwa zaidi, lakini khilafu ni kubwa, lakini mwisho wa siku kwa maana kwamba tunachukua ili kumwezesha, sababu kama anavyosema inawezekana mtu anataka kwenda lakini mahram yana kile kama hivyo. Wakati mwingine mume amepata akisema mpaka aende na mkewe, labda kunakuwa na hivi, kwa hiyo anaweza akapata, yani hilo anasema, yani wanawake ambao ni waaminifu wenzake, au wakaongozana na kikundi ambacho kinaonekana kwamba kuna uaminifu ndani yake. Walillahi alhamdi, katika uzoefu wangu sijawahi kupata tatizo katika hilo kwa wote ambao wanakuwa wanasafiri, na kuna wakati wanasisitiza wale kule kwamba lazima awe mtu ni wake. Wakati mwingine tunawaozesha watu ili mradi tu waweze, kwa sababu lengo letu ni kwa maana kwamba mtu aweze kwenda na aweze kutekeleza ibada akiwa katika sehemu ambayo ina amani na sehemu ambayo ina utulivu. Kwa inshallah mwakani tuletee, sio na wasiwasi inshallah. Biashura kasahau ni champa maelekezo biashura. Kwa yoyote ambaye ana maradhi, sukari, pressure na maradhi ya aina yoyote, lakini kuna dawa zake maalum, kwa sababu kila kikundi kina daktari. Nasi katika kundi letu tutakuwa na daktari, lakini katika mifumo ya safari haturuhusiwi kwamba kila mtu asafiri na kapo lake la dawa. Tunaelewana hapa? Kuna mfumo maalum, anayepaswa kupita pale airport na dawa ni daktari ambaye anayetambulika. Kwa hiyo ukiwa una dawa zako, ulikuwa una pressure, una sukari, una maradhi yana yote ambayo una dawa zako maalum wewe unatumia, tunaomba utufungashie kwenye bahasha lako, andika jina lako, tuletee. Sisi tutamkabidhi nani? Daktari. Sawa jamani? Tukishafika huko tunakokwenda, kila mtu atachukua mzigo wake kwa daktari. Lakini vile vile unaweza kubaki, labda yawezekana kila siku na meza dawa, kwa hiyo ukawa na dawa walau 2-3 za kumeza pale airport, unaona ukazimeza kabla hatujaingia kwenye mambo ya kukaguliwa. Kwa hiyo kameza tayari, ambao unaamini kabisa hizi zinaweza kukufikisha huko unakokwenda. Lakini zile dawa kabisa kama ni bahasha nzima tunampa ni daktari. Kwa inshallah tutaendelea kutoa maelekezo hayo, ukatazwe kununua dawa zako, lakini vile vile nasi tutakuwa na baadhi ya dawa ambazo atakuwa nazo daktari. Sijui kama nimefahamika hapo. Swali lingine. Hili swali silo la shekhe, ila alihitaji shekhe. Hili swali ni la mkurugenzi. Huyu mkurugenzi huyu, tiketi zinapatikana wapi? Ni yeye. Visa zinapatikana wapi? Ni yeye. Hujaji anakula nini? Ni yeye. Hujaji analala wapi? Ni yeye. Umeelewa jamani? Kwa hiyo kuna maswali ya kishekhe tutampa shekhe, kuna maswali ya mkurugenzi tutapeleka kwa mkurugenzi. Kwa hiyo hili swali halihitaji haya. Hili tusomee. Japo mawili. La pili hili nadhani pia naweza kujibu ya Sheikh Rajab. Anasema ibada nyingine tunazoambiwa kufanya tutafanya kwa kikundi au moja moja, hasa umra za ziada. Swali la kwanza pocket money, la pili hilo na nini? La pili. Ibada nyingine ambazo tunaambiwa tutazifanya kwa kikundi au kwa moja moja, hasa umra za ziada. Hizo umra za ziada unaweza kaenda peke yako, unaweza kaenda kwa kikundi. Sheikh amepita katika darasa lililopita kwamba
katika ile maarifa ya haji na nini na madhumuni ya haji, akazungumza kuna ibada zingine utazifanya mwenyewe. Mathalan sisi tutatoka hapa, tukishafika Maka tutafanya umra kwa kikundi. Wakina baba watakuwa wamevaa hiram. Baada kufanya ibada ya umra kwa kikundi, watavua hiram, watavaa makanzu yao, watavaa nguo zao za kawaida. Baada ya hapo itakuwa ni juhudi yako wewe mwenyewe. Unataka kwenda kuongeza umra, unataka kumfanyia ndugu yako, unataka kumfanyia nani, wewe mwenyewe. Kwa sababu kuna watu wanaweza katoka hapa na kwambia mimi nataka nifanye umra 10, lakini tahadhari usiweke nia hiyo kwamba nataka 10. Hapana. Fanya taratibu, alimradi siku yenyewe ya haji kukute upo na afya salama. Usije kafika mwezi 8 upo kitandani kwa sababu ulikuwa unapiga zile ruti. Ukiona kundi tu limekuja na mimi nimo. Kwa sababu wakina mama wakiona wapi mnaenda wapi? Huko ndo kwenda kufanya umra, kuchukua nia ni Masjid Aisha. Kiuliza mnaenda wapi? Masjid Aisha. Nisubiri. Na yeye amekimbia, kachukua huyo. Alikuwepo asubuhi huyo. Alikuwepo mchana huyo. Kaona saa 12 na yeye anakwenda. Unaona? Kwa hiyo inafika ule muda wa kufanya ile ibada ya haji mwezi 8, mtu yupo taabani. Yani hija yenyewe kisha ichukia. Anakuambia bana tunaondoka lini? Ndio mwezi 8 huyo anakuambia tunaondoka lini? Kuna mmoja mimi nakumbuka mwaka 2018 alituomba akasema jamani mimi naomba mnipe tiketi yangu mimi nirudi. Kwa ajili ya zile harakati bila kuwa na vipimo. Kwa inshallah baada ya umra ya pamoja unaruhusiwa kufanya ibada zako mwenyewe, umra yako mwenyewe 2, 3, 4 kadiri Allah atakavyokuwezesha. Swali lingine la kwanza ni la mkurugenzi huyo. Alhamdulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Kiasi jamani kinategemeana na uwezo, lakini kama uko vizuri sio chini ya dola 500. Kuendelea ni kiasi kizuri ambacho kitakuwezesha wewe kuwa salama uko vizuri. Ukiwa na zaidi hapo ni bora zaidi. Tumeelewa Ukiwa zaidi hapo ni bora zaidi. Sema kuna jambo lingine lilikuwa kama mawili matatu nataka kusema vile katika muhtasari wa darasa ya leo. Nataka kushauri, chukulieni kwamba kwa taasisi yetu ya Rawda for Hajj and Umrah leo ndio ibada ya haji imeanza rasmi. Chukulieni hivyo. Chukua hivyo kwamba leo kwa kwanza mafundisho haya ndio nimeanza ibada ya haji. Na ibada ya haji au kama ilivyo ibada zingine zozote zinataka elimu. Sasa usikose kwenye hizi semina. Kusudia usikose hizi semina. Umetoa hela yako ili uweze ukafanya ibada vizuri. Hizi semina ni semina endelevu. Maka kutakuwa na semina kama 2, Madina kutakuwa na semina. Hatutawaacha hivi hivi. Yaani tutahakikisha ibada yenu mnaifanya vizuri. Tutakuwa tunawakumbusha mpaka mwisho. Kesho unatakiwa hivi, kesho unatakiwa hivi namna hiyo. Kwa hiyo hizi semina usizikose. Lingine nilichojifunza kutoka kwa shekhe ni kwamba hii ibada unatakiwa kuanzia sasa hivi umuombe Mungu akukubalie kama alivyosema Allah Ibrahim shehe uwe na hofu hivi kwenye ibada hii, lakini namhitajia Mwenyezi Mungu anikubalie. Ndio unakuja kwenye semina kila siku, Mwenyezi Mungu kwenye ibada hii kwa ajili yako Mwenyezi Mungu naomba unikubalie. Lingine hapa ambalo tunaliona ni ushauri. Kutembea kwa wingi. Kuna ushauri kuanzia sasa hivi kwa watu wa kutembea. Ukiweza kutembea kilomita 5 kwa siku
ni nzuri, 10 kwa siku ni nzuri, kuanza kujiweka vizuri. Kujiweka vizuri ni vizuri, kuwa unatembea